Hiyo ndio dunia hiyo. Wana kwingineko tutazame taarifa pia ambayo kauli alitoa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana. Anasema Irani ilijaribu kumuua mmoja wa watoto wake wa kiume hivi karibuni, lakini hajasema wapi ilikuwaje, lakini anasema jaribio hilo limetokea hivi karibuni la mtoto wake wa kiume kutaka kuuawa na Irani. Sasa madai yake ya Netanyahu yanaweka wazi wasiwasi ambao umekuwepo tangu kuzuka kwa vita kati ya Marekani, Israeli na Irani kuanzia mwezi Februari, hapo vita ambavyo vilisababisha kuuawa kwa viongozi wa juu wa kiroho wa Irani, akiwemo pia Ali Khamenei na maafisa wengine wa ngazi ya jeshi na serikali ya Irani. Sasa Netanyahu ambaye muungano wake wa kisiasa unaonekana kuwa nyuma, ikiwa imesalia miezi miwili kabla ya kufanyika kwa uchaguzi wa Oktoba 27, madai hayo alitoa madai hayo wakati wa mahojiano na kituo kimoja cha televisheni pale Israel, ambapo alikuwa akijibu ripoti ya moja kwa moja vitendo vya kiusalama nchini mwake, ambapo alisema bana, taarifa ambayo pia ninayo ni kama mwanangu wa kiume alijaribiwa kuuawa hivi karibuni. Akusema ni wapi au ni nani. Kwenye utawala wa Tehran kumekuwa kuna hiyo hoja kwamba sasa sisi kiongozi wetu wa kiroho ameuliwa, kuna shambulio baya, kwa hiyo ni wakati wa kuweza kulipa kisasi. And by the way, juzi nimeona ile video, sijui nikutumia ile wameweka picha za wameweka ni kama nini sanamu Trump na Netanyahu, afu wanawasulubisha kweli kweli, wanawanyonga. Kwa hiyo kumekuwa kuna hizo kuna huo ujumbe, na wanapoweka picha kwa mfano ya Trump na Netanyahu na kuonyesha kwamba kuwanyonga, maana ni ujumbe wa kisiasa na ni ujumbe wa msimamo wa nchi. Kumbuka hiyo inakuja baada ya utawala huo wa Marekani kupeleka vikwazo vikubwa sana vya kiuchumi kuna sekta mbalimbali, kuanzia mafuta, sekta ya gesi, biashara, mitandao ya kijamii na masuala mazima ya teknolojia. Kwa hiyo kumekuwa kuna hiyo hoja katika mitaa ya Tehran kwamba tunahitaji kuweza kulipa kisasi, na hiyo inakuja kuanzia kwa mitaa ya Tehran, hata kuna airport zao kwamba lazima tuweze kulipa nini kisasi, kwa sababu wanaamini kwamba wao walishambuliwa katikati ya mazungumzo. Sasa Netanyahu anasema kwamba mtoto wake alijaribiwa kama kushambuliwa au kuuliwa. Inakuonyesha namna gani sasa haya mataifa yani bado yataendelea kuishi katika uhasama, na bado malengo ya kila upande hajakamilika. Na ndio maana hiyo tumeshuhudia hata upande wa pili wao, kwa sababu imeonekana ni ngumu sana kuweza kufikia malengo ya Marekani au ndani ya Iran kutumia majeshi. Wameamua kuhakikisha wanatumia vikwazo vya kiuchumi. Na kwa upande wa Irani wao wanavitaja kama ni vita vya kiuchumi. Kwa upande wa Marekani, Trump aliita kwamba ni economic D-Day, yani kwamba ni vikwazo vikubwa zile vya kiuchumi ambazo havijawahi kutokea katika utawala wowote tangu miongo 20 ya viongozi wengi wa Marekani. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani kwamba ni viongozi ambao bado wamekuwa wakisha uhasama mkubwa sana miongoni mwa Marekani na hiyo mitaa mikubwa ya Tehran na viongozi wengi wa nchi ya Iran.